ni Mtoro TV. Kuna dhima ya kuizungumza Qur'ani ili Waislamu waweze kujifakharisha duniani kwamba kitabu chetu ni kitabu kamilifu katika nyanja zote. Sallu ala Muhammad. Kwa hiyo katika sura ya Nyuki An-Nahl 16 na 66 Mwenyezi Mungu anasema, wa inna lakum fil an'ami la'ibra, hakika mnayo nyinyi kupitia wanyama wafugwao na wanyama pori mazingatio ya kisayansi, mazingatio ya kimaumbili, mazingatio ya kibioloji. Kwa sababu gani? Nusqikum mimma fi butunihi, tunakunywesheni katika vile vilivyomo matumboni mwao. Nusqikum mimma fi butunihi, tunakunywesheni maziwa kwa vile vilivyomo ndani ya matumbo ya hao wanyama. Min baini farthin wa damin, vikitoka. Mwenyezi Mungu anaeleza jinsi haya maziwa milk fresh, maziwa yanatoka wapi kwa mnyama. Taaluma hii inafichuliwa na Qur'ani iliyoletwa kwa ummati Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Hayo mazingatio ambayo yamebeba mada hii ya khutba leo kupitia wanyama, min baini farthin wa damin, kati ya kinyesi cha mnyama na kati ya mfumo wa damu, labanan, hapa katikati Mwenyezi Mungu anatoa maziwa khalisan fresh, saighan lisharibin, ni kiburudisho kwa wanywaji wake. Mwenyezi Mungu anatoa mazingatio ya kisayansi kwamba haya maziwa hatumuhitaji daktari kutoka Ufaransa, Marekani au Cambridge au Oxford au Havana University aje kutufafanulia sisi maziwa yanatoka wapi. Min baini farthin, kutoka kati ya kinyesi cha mnyama, wadamin, na kati ya mfumo wa damu, labanan, hapa katikati Mwenyezi Mungu anazalisha maziwa khalisan, yaliyokuwa freshi, mazuri, tena saighan lisharibin, ni kiburudisho kwa wanywaji hayo maziwa. Ndugu zangu Waislamu, hakika mnayo mazingatio kupitia wanyama. Aya hii inakuja kufundisha ulimwengu wa kisayansi. Qur'ani inaeleza, Qur'ani inafafanua mfumo wa upatikanaji wa maziwa katika tumbo la mnyama. Mfumo mmoja mzito sana, uchujaji wake, yani huku kuna kinyesi na huku kuna damu. Katikati hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazalisha maziwa, maziwa ambayo kitaaluma ya afya mwanadamu hatakiwi kuyakosa kwa kila siku, iwe grasi, hatakiwi kuyakosa hayo maziwa. Sasa hii aya, tuone sayansi inayopatikana katika hii aya. Aya hii inatupa sayansi gani? Moja, aya inatoa ufafanuzi wa mfumo wa usagaji wa chakula. Hii aya inawafafanulia walimwengu mfumo sahihi wa usagaji wa chakula. Mbili, mfumo wa mzunguko wa damu. Tatu, mfumo wa uzalishaji maziwa. Nne, mfumo wa utoaji wa taka mwilini. Huu mwili una mfumo taka, una mfumo wa taka za mwili ambazo zinatakiwa zitolewe, hazina kazi. Zikiendelea kubakia mwilini zinaleta tatizo lingine ndani ya mwili.
wa inna lakum fil an'ami la'ibra, hakika nyinyi mnayo kupitia wanyama mazingatio ya kisayansi. Tunaona zingatio la kwanza namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoifahamisha international medicine ya kimataifa kwamba msije mkawadanganya wanadamu wangu, mfumo wa maziwa kwa mnyama ninautoa kati ya kinyesi na damu, katikati hapa ndio unapatikana mfumo huo. Tuchukue namba ya kwanza tuone kupitia mfumo wa usagaji wa chakula ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuashiria katika hii aya unapatikana vipi. Kwanza, sayansi ya Qur'ani inatufundisha chakula husagwa ili mwili uweze kupata virutubisho vilivyopo kwenye chakula. Unapokula chakula chochote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha kwamba mfumo wake wa mwili ameutengeneza kwenda kusaga kile chakula unachokula ili virutubisho vinavyotakiwa katika kile chakula viweze kubakia katika mwili. Lakini kupitia mfumo wa mzunguko wa damu tunajifunza nini kupitia aya hii? Virutubisho hufyonzwa na kuingia kwenye damu kupitia mishipa ya damu iliyoko kwenye utumbo. Yani badala ya ile hatua ya kwanza usagaji wa chakula kusagwa na kubakia vile virutubisho vinavyobakia ndani ya mwili, hatua ya pili maana yake hivyo virutubisho vilivyobakia hufonzwa na kuingia kwenye mfumo wa damu. Lakini hatua ya tatu, damu hubeba virutubisho hivyo vyote vilivyosagwa kutoka kwenye mfumo wa usagaji hadi kwenye mfumo wa utengenezaji wa maziwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Damu inafanya kazi ya kuchukua vile virutubisho vilivyosagwa katika mfumo wa usagaji wa chakula, vinaingia katika mfumo wa damu, na damu huchukua virutubisho vile kwa ajili ya kuvielekeza katika mfumo wa utengenezaji wa maziwa. Namba tatu, mfumo wa uzalishaji wa maziwa nao ukoje? Damu yenye virutubisho husafirishwa mpaka kwenye tezi la maziwa. Kwa lugha ya kitaalamu ya kiafya wanaita mammary gland. Yani damu ikishafyonza vile virutubisho vyake vinapeleka katika mfumo wa uzalishaji wa maziwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Hii ni Qur'ani jamani, si wa Marekani, si wa Rusi, si chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni chuo kikuu cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kinatoa taaluma duniani. Sisi Waislamu ndio tunatakiwa tufundishe taaluma hii duniani. Kwa hivyo tezi hizi zinachuja virutubisho hivyo na kubadilishwa kuwa maziwa ambayo ni freshi, mazuri kwa wanywaji. Ndio kule Mwenyezi Mungu akasema wa inna lakum fil an'ami la'ibra, hakika nyinyi mnayo kupitia wanyama mazingatio. Nusqikum, tunawanywesha, mimma fi, tena katumia min ya sehemu. Kuna wanyama ambao mfumo wao unatumika katika staili hii lakini maziwa yake hatunywi, ni sumu. Na kuna baadhi ya wanyama ambao mfumo wake ni huu na maziwa yake ni afya katika mfumo wa mwanadamu. Sasa tuone kinyesi kinapatikana vipi. Nusqikum mimma fi butunihi, tunawanywesheni kutoka katika baadhi ya matumbo ya hawa wanyama. Mimbaini farthin, kati ya kinyesi, wadamin, na damu, labanan, hapa katikati yanatoka maziwa, khalisan saighan lisharibin. Siku kama tutaandaa mada au topic ya advertising, utangazaji, promotion. Sallallahu alaihi Muhammad. Yani kila mfanya biashara Mungu anamtaka awe na mkakati wa kutangaza biashara yake. Ona hapa ya Mwenyezi Mungu anavyoya brandi haya maziwa. Anasema mimbaini farthin wa damin, kati ya kinyesi na damu, labanan, ilitosha.
kwamba hapa yanatoka maziwa, kisha akasema khalisan, pure fresh, kisha akasema tena saighan, ni kiburudisho kwa nani? Lisharibin, kwa wale wanaokunywa. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri, lakini kama huna marketing, haya mambo ya marketing, uuzaji, utafutaji wa soko, ni taaluma aliyoileta Mtume Muhammadi. Kwa vile tunashughulika na majanga mengine yasiyokuwa yetu, Qur'ani inabakia nyuma ya migongo yetu. Tunahangaika na vitu ambavyo havina msingi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hapa kwanza tumiona namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyofahamisha umma kupitia wanyama tunapata mazingatio gani. Tumiona eneo moja tu katika maeneo yasiyokuwa na idadi, namna ya uvunaji au upatikanaji wa maziwa katika mfumo wa mwanadamu. Kwa Waislamu ambao wamebobea katika taaluma ya afya, na wao wakafanye utafiti. Kwa vijana ambao mnaendelea kusoma, si dhambi ukafanya masters yako kwa aya hii tu, na utapewa masters yako, ukafanya PhD yako, upate udaktari wa philosophy, kuthibitisha Qur'ani inavyoelezea mfumo wa upatikanaji wa maziwa katika nyama. Twende eneo la pili. Qur'ani inaelekeza mbwa, panya wapewe elimu ya ulinzi na upekuzi na ugunduzi. Qur'ani aliyotuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inatoa maelekezo kwamba hawa wanyama, pamoja na kwamba kifikhi mbwa najisi yake ni najasatun mughalladha, najisi nzito, inaoshwa mara 7 ili uweze kukitumia kile chombo ambacho kimetumiwa na mbwa. Lakini Qur'ani haikuja kutoa indicator kwamba kila mnapomkuta mbwa mpigeni risasi, mpigeni mawe, mpigeni mapanga. Hapana. Huyu mbwa ni najisi katika mfumo wa ibada, lakini huyu mbwa anatakiwa pia kumuingizia Muislamu uchumi, ili lijulikane. Haina maana kwamba nguruwe ni haramu kumla na kumfuga. Huyu nguruwe anaweza akafika mahala akawa na manufaa mengine upande wa pili, kama alivyokuwa huyu mbwa. Haramu wake utabakia pale pale, lakini anaweza akawa ni sehemu ya kukuletea wewe uchumi wake. Wanyama wanaouliwa ni wadogo mno, ni wachache mno kuliko ni wale wasiouliwa, lakini pia tunapata uchumi kupitia wanyama hao. Sasa tuone Qur'ani inaelekeza vipi kuhusiana na mbwa na panya. Leo duniani tunapatwa na mshangao. Hivi kweli mbwa anafanya kazi hizi? Hivi kweli panya anafanya kazi hizi? Kana kwamba ni fani ambazo zimeibuliwa na ulimwengu wa kwanza huko duniani. Hapana. Ni Qur'ani. Tumeshaeleza katika hii mimbar kwamba Qur'ani imeletwa hudan linnas, muongozo kwa watu. Kwa watu. Mungu akusema ni hudan lilmu'minin au hudan lilmuslimin, kwamba ni muongozo kwa Waislamu au ni muongozo kwa waumini, kwa watu. Anaingia Muislamu na asiyekuwa Muislamu, Qur'ani inamtoa akiitumia ile fursa. Sasa kwa sisi Waislamu tunashughulika na mambo mengine, hii fursa wanaitumia wengine, wanakuja kutuuzia kwa mara ya pili, tunaiona ni mpya, kumbe imekuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika suratul Maida aya 4 na aya 5 Mwenyezi Mungu anasema, yasalunaka madha uhilla lakum, wanakuuliza Muhammad kitu gani wamehalalishiwa kula. Wanakuuliza Muhammad kitu gani wamehalalishiwa kula. Qul, wajibu, uhilla lakum at-tayyibat, mmehalalishiwa nyinyi kula kila kilichokuwa kizuri. Kila kilichokuwa kizuri. Waislamu ndio tunaotakiwa tuwafundishe walimwengu mfumo wa vyakula bora, mfumo wa diet, mfumo wa vyakula lishe. Elimu hii ametukabidhi sisi Waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maal asaf, kwa masikitiko sisi tunaipokea badala ya kuwa sisi ndio wagawaji na watoaji wa elimu hiyo. Uhilla lakum at-tayyibat, mmehalalishwa nyinyi kula vilivyokuwa vizuri.
Kisha wama allamtum min aljawarihi mukallibin, na vile ambavyo mlicho wafunza wanyama katika kuwinda, pia mmehalalishiwa kula kile ambacho kimevunwa, kimewindwa na wanyama mliowapa taaluma ya kuwinda. Mmehalalishiwa kula kile ambacho kimekamatwa na mnyama ambaye amefundishwa namna ya kuwinda. Wama allamtum min aljawarih. Yawezekana baadhi ya Waislamu wanashangaa, hivi aya nayo ipo ndani ya Qur'ani? Sallu ala Muhammad. Ndio Qur'ani yako hii. Wama allamtum min aljawarih, na vile ambavyo mmewafundisha wanyama katika kuwinda. Tuallimunahunna mimma allamakumullah, mnawafundisha hao wanyama vile ambavyo alivyowafundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, hivi tunajua kwamba wanyama wana elimu ya primary. Mbwa na panya wakiwakilisha wanyama wengine huwa wanasoma kwa level ya primary. Akishamaliza huwa anasoma kwa level ya sekondari, huwa anasoma kwa level ya kupata degree, huwa wanasoma kwa level ya kupata uprofesa. Hawa wadudu wanyama, na ushahidi tutautoa kwa wanyama wa Kitanzania. Sallu ala Muhammad. Qur'ani inafundisha kwamba wanyama wanasomesheka kama unavyosomeshwa wewe. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tuallimunahunna, mnawafundisha hao wanyama mimma allamakumullah, katika elimu ambayo pia nyinyi Mwenyezi Mungu kawafundisha. Sasa kama tunawaona wanyama hawana elimu, watafundishwa na nani wakati Mungu kaelekeza sisi ndio tuwasomeshe? Wameichukua wasiokuwa sisi wanawafundisha. Kazi za mbwa ni zipi? Kwanza, ulinzi na usalama. Mbwa anafundishwa kumpa ulinzi mwanadamu na usalama. Hii ni elimu ambayo kaielekeza Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an. Al-Maida 5:4 anasema maneno hayo Mwenyezi Mungu. Lakini mbwa kazi zake, kazi za kijeshi, polisi, kufuatilia wahalifu, kunusa dawa za kulevya, uwindaji. Katika ule uwindaji mbwa na kazi zifuatazo: kuwinda, kusaka, kufukuza na kukamata. Sallu ala Muhammad. Mbwa aliyofundishwa anajua hizo zote, na ndio maana unamkuta mbwa aliyefundishwa anakuwa na thamani, pengine ile huduma yake. Haya mnayasoma ndugu zangu Waislamu. Huduma ya mbwa aliyefundishwa, huduma ya panya aliyefundishwa inazidi mshahara profesa. Huduma yake na matunzo yake. Ana uwezo wa kutumwa mbwa akamkamate mhalifu bila ya kumdhuru, tena akenda akamkamata katika eneo linalotakiwa, asimuume jino lake hata moja. Ana uwezo wa kufanya huyu mbwa akenda akamkamata swala kule porini, asimuume, tofauti na mbwa ambaye hakusomesheka. Yeye akikamata kilicho kwanza anajua hiki ni kitoweo changu mimi, anaanza yeye mwenyewe. Sasa yule anayeanza kuumwa hata ukimchinja haifai kuliwa. Lakini yule ambaye mbwa kapigana naye mieleka, kamkamata, kisha umekwenda wewe mwenyewe umemwelekeza kibla, umemchinja, haya ndio anayoeleza Mwenyezi Mungu. Sallallahu alaihi Muhammad. Wanyama ambao wamefundishwa katika uwindaji, anaingia mbwa. Lakini leo tunaona katika kazi za mbwa ni kunusa pale airport. Kaonekana askari hatoshi, mbwa ananusa mabegi, anakamata mabegi yaliyobeba vitu ambavyo hatarishi, dawa za kulevya na mambo mengine. Na unafika wakati mwingine rubani anataka kurusha ndege, bado mbwa yupo chini ya ndege, na rubani anageuza, anaachiwa yule mbwa afanye uhakiki wake, anaingia mule ndani na anakwenda kuutoa mzigo ambao ulikuwa haustahiki kusafirishwa na ile ndege kwa sababu una madudu. Sallu ala Muhammad. Taaluma ile inaelezwa ndani ya Qur'ani ya Waislamu.
ndani ya kitabu alichokuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra, mna nyinyi katika wanyama mazingatio. Lakini mbwa anatumika katika kuongoza kundi la wanyama wanaofugwa. Wamasai mnawaona wale, ana ng'ombe 1000 lakini ana mbwa 2 3. Yani mbwa ni mnyama lakini anatumika kuongoza msafara na kuwalinda wale wanyama wengine. Hawekwi pale kwa bahati mbaya na Wamasai, anawekwa kwa sababu kapewa taaluma ya kumlinda mbuzi na kumlinda ng'ombe. Mbwa anasomesheka, panya anasomesheka, kuku anasomesheka kwa mujibu wa Qur'ani aliyotuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tumeona katika hutuba ya kwanza namna gani wanyama walivyokuwa na mazingatio. Tumeona sayansi ya upatikanaji wa maziwa katika wanyama, lakini tumeona kazi za wanyama. Tumemgusa mbwa, tena tumechukua kazi zake ndogo sana. Katika hutuba ya pili tutaona panya anawakilisha wadudu gani wengine na kazi zao wanazozifanya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati adh-dhikril hakim. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، وإن لكم في الأنعام لعبرة، hakika nyinyi mnayo kupitia wanyama mazingatio. Tunahitaji kuieleza Qur'an ili ishike nafasi yake. Tukishughulika na mambo ya kidunia yatatutoa katika reli. Tushughulike na Qur'ani, tushughulike na Mtume Muhammad, dunia itatengemaa. Tuone kazi ya mdudu panya kwa ishara ya Qur'an. Qur'an imetaja wanyama na wadudu wanaofundishwa. Tunatakiwa tupate manufaa. Usitayarishe panga nyumbani kwako umelinoa kwa ajili ya kuua wadudu tu. Hata nyoka unaweza ukamuua pale ambapo ana madhara. Sipokuwa na madhara, achana naye. Ukiona nyuki nyumbani kwako, usijiandae kuwatutusia tu lundo la majani unawapiga moto. Haramu, hapana. Huo ni mtaji, huna uwezo tu wa kuutumia. Nyuki wanatakiwa wapangiwe chumba katika kila nyumba ya Muislamu, awe na eneo maalumu la nyuki. Nyuki ni mdudu rafiki. Leo tunakuja kufundishwa Waislamu thamani ya nyuki, wakati Qur'ani yetu kuna sura nzima inaitwa Suratun Nahli, sura ya nyuki. Sio kuja kufundishwa habari ya nyuki. Tuje tufundishwe sisi thamani ya asali, wakati tuna sura inayofundisha uzalishaji wa asali. Kazi za panya kwa ishara ya Qur'an. Moja, kugundua vimelea vya TB kwa njia ya kunusa, kwa njia ya kunusa harufu ya bakteria wa TB kwenye makohozi. Qur'ani imewafundisha katika ile international medicine kwamba moja ya kazi ambayo panya akifundishwa kama ilivyoeleza Qur'ani, kazi yake ni kugundua magonjwa na maradhi ya TB kwa kunusa yale makohozi ya mwenye athari ya TB. 2, panya ana uwezo wa kupima sampuli 100 kwa dakika 20, kazi ambayo ingechukua siku 2 mpaka 4 kwa kutumia kifaa cha microscope. Ile darubini ingeweza kuchukua siku 2 au siku 4
lakini panya anatumia dakika 20 kupima sampuli 100. Sallu ala Muhammad. Hii ndio Qur'ani wa Islam. Tujimwamba fai na Qur'ani yetu, tuizungumze Qur'ani yetu. Yani Qur'ani tukiieleza watu wataifuata Qur'ani, tukishughulika na dunia watu wataikimbia Qur'ani. Tuizungumze Qur'ani, tumzungumze Mtume Muhammad ametuletea nini. Wasomi leo, kama kuna wasomi hata Waislamu hapa wana wasiwasi al-Khannasi, watakwenda kufanya utafiti. Hicho tunachozungumza mtupa kweli kipo? Kwanza hizi aya zipo, wanatufunga kamba za mgomba. Kuna baadhi ya Waislamu pia wanaona kwamba hata hizi aya zipo kweli. Mkajiridhishe. Kila mwenye simu smart msahafu upo humo, kathibitishe uwepo wa hii aya. Lakini hapa Tanzania ukigugo unamkuta panya magawa. Panya magawa. Huyu panya amegraduate, amemaliza katika chuo kikuu cha Sokoine University. Panya magawa amegraduate, amemaliza katika chuo kikuu cha Sokoine, kitengo cha mabomu. Swaleni Mtume Muhammad. Kitengo cha mabomu. Huyu aliazimwa na kupelekwa kule Cambodia mwaka 2016 kwa ajili ya uteguzi wa mabomu. Afrika, katika nchi ambayo ilikuwa inaongoza kwa wingi wa mabomu ya ardhini ya kutegwa, kule kwa nani yule Savimbi, Angola, wamepelekwa panya wengi, mbwa wengi kwa ajili ya uteguzi wa mabomu yale. Sasa huyu panya pagawa kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alichukuliwa kwa ajili ya kwenda kutegua mabomu Cambodia. Wewe ukimwona panya umekaa na panga lako unamkata katikati. Inna lillahi. Huyo ni mwanafunzi, anataka apewe elimu. Lakini huyu panya 2016 alipewa tunzo ya nishani ya juu. Tunzo kapewa panya ya nishani ya juu kwa kazi ambayo ameifanya, kwa kufundishwa. Qur'ani imeeleza, Qur'ani imeeleza. Asitudanganya mtu yeyote duniani kwamba hili limeelezwa katika university fulani kubwa duniani. Limeelezwa katika kitabu ambacho ni muujiza wa dunia uliobakia, nayo ni Qur'ani. Tumalizie hotuba yetu. Hata wanyama wasioliwa kisharia tunatakiwa tupate uchumi wake. Kuna wanyama ambao ni haramu kuliwa, lakini dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad ya Uislamu na Qur'an imetutaka hao wanyama wasioliwa mpate uchumi wake. Kupitia nini? Kupitia ngozi za baadhi yao hao wanyama, lakini kupitia nguo kwa hao wanyama, kupitia kitoweo na kupitia utalii. Hili tunalipata katika sura gani? Katika suratul An'am. Katika suratul An'am, ndugu zangu Waislamu, katika sura 114 kuna sura nzima imeitwa sura ya nyuki, na katika sura 114 kuna sura nzima imeitwa sura ya mifugo. Suratul An'am, sura ya mifugo. Uislamu ni mtu akuja kufundishwa mifugo, wakati Qur'ani yako ina sura nzima inaelezea habari ya mifugo. Sisi tunatakiwa Waislamu tuwafundishe wengine namna ya ufugaji bora. Kila technique, kila teknolojia ya ufugaji itoke kwetu Waislamu, lakini leo sisi tunapokea. Sasa katika suratul An'am aya 5 Mwenyezi Mungu anasema wal an'ama khalaqaha lakum, na wanyama Mungu amewaumba special for you, kwa ajili yenu nyinyi. Yani wanyama wameumbwa kwa ajili yetu sisi wanadamu. Anaanza kutupa assist au pasi zile za kuonyesha kazi za hawa wanyama. Fiha difu, katika hawa wanyama baadhi yao kuna ambao
mnapata nguo za kuwasaidia wakati wa joto na wakati wa baridi. Sallu ala Muhammad. Katika hao wanyama kuna ambao mkitumia elimu aliyowafundisha Mwenyezi Mungu mtaweza kupata nguo za kuwasaidia wakati wa joto na wakati wa baridi. Kumbe hata namna ya kuvaa Muislamu hatakiwi kufundishwa na asiyekuwa mtu mwingine. Ni kituko kumuona Muislamu wakati wa joto amevaa nguo za wakati wa baridi na wakati wa baridi amevaa nguo za wakati wa joto. Kwa mujibu wa Qur'ani, fiha dif'un, katika hao wanyama kuna wale ambao mnatakiwa mpate nguo za kuwasaidia wakati wa joto na wakati wa baridi. Wazungu bwana tengenezea masweta, wazungu bwana. Lakini wa manafi'u, na katika hao wanyama kuna ambao mnatakiwa mpate manufaa. Kaleta general mutlaq, wa manafi'u, mpate manufaa mbalimbali. Unaingia utalii unaingia humo. Manufaa jamani, thamani ya manufaa. Leo ukimchukua ng'ombe kuanzia kwata ni manufaa mpaka pembe manufaa. Ukimchukua tembo haliwi, lakini unapata manufaa. Wa manafi'u, na mpate manufaa kupitia hao wanyama. Kisha akasema wa minha taakulun, na katika baadhi ya hao wanyama kuna wale ambao mnaendelea kula. Ndugu zangu Waislamu, hapa tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika manufaa ya wanyama. Leo tuna mabegi, mikoba, mikanda, viatu vya ngozi. Hili limetamkwa na Mwenyezi Mungu. Ngozi, ukiona leo kuna viwanda vya ngozi, Waislamu ndio walitakiwa wawe masupervisor kwenda kufundisha. Hata ule mfumo katika fiqhul islami, kusoma islamic knowledge, unakuta kuna mlango unaitwa adabghu, jinsi ya kuibadilisha ngozi iliyotoka katika mfumo wa kuchinjwa na kuifanya isafike iwe katika mfumo wa kutumiwa. Kwa sababu ngozi hata ya ng'ombe vile ilivyokuwa baada ya kuchinjwa ni najisi. Ukichukua ile ngozi ukatengeneza kiatu bila ya kupitia katika adabghu, wewe maana yake unatembea na najisi. Sasa adabghu imekuwa inakwenda na mabadiliko ya teknoloji. Adabghu maana yake nini? Kuondoa zile nyusi zote za ng'ombe, kuondoa ile nyama mgando yote ya ng'ombe, ibakie ngozi pure. Ile inaitwa adabghu. Kwa vile elimu imekuwa, zile ngozi hivi sasa zimetayarishiwa mfumo wa mashine maalum, zinatiwa baada ya kukauka, inatoka ngozi iliyokuwa freshi. Tunapata mikanda ya saa, tunapata ngozi za viatu, tunapata mabegi. Hii kiatu changu bwana, ngozi original. Unaposema ngozi original, maana yake imefanyiwa dabghu. Kwa hivyo ukiona kuna mashine inayoifanya ile ngozi itoke katika wasilia wake, hilo limezungumzwa katika vitabu vya Islamic knowledge, viko. Sallu ala Muhammad. Tujivunie nini Waislamu? Tujivunie nini kwa raha hii yote tulikuwa nayo? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hutuba yetu mlango wake ni mrefu, lakini tumiona mazingatio ambayo tunayapata kupitia wanyama katika mifano michache ambayo tumeweza kuitoa katika hutuba hii. Akhiran, mwisho, ni desturi yangu popote ninapokwenda katika msikiti, acha hapa nyumbani, kuwazoesha lile ambalo Waislamu tunatakiwa tuzoeke nalo. Kwanza, kuna mistake inayoendelea ya kuchelewa msikitini. Ile jambo mimi na nyinyi tuliache. Siku ya Ijumaa sio siku ya umwinyi. Siku ya Ijumaa tuwe serious kuwahi misikitini. Haiwezekani saa 6:30 khatibu anataka kupanda msikitini, bado mtu hajavunja shughuli zake, hajasitisha shughuli zake. Msikiti si wa baba, si wa babu, si wa bibi, si wa mama. Msikiti ni wa Mungu. Idha nudiya lisalati min yawmi aljumaa, inapolinganiwa sala siku ya Ijumaa, fasau, harakisheni. Leo misikiti yote Temeke wireless hapa, kila msikiti umeweka Qur'ani, mwingine kaweka saa 3, mwingine kaweka saa 5, mwingine kaweka saa 4, mwingine saa 6. Yote ile kuwakumbusha Waislamu, jamani, Ijumaa leo. Kipi kinatufanya tuchelewe?
Tubadilike Waislamu, tuwahi msikitini mapema siku ya Ijumaa, tuwahi mapema. Ndio maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo la pili ambalo ninalolisisitiza la utoaji. Ninapozunguka katika maeneo mbalimbali, utoaji Waislamu. Kuna mfuko unaoitwa fi sabilillahi akaunti. Fi sabilillahi akaunti ya Mwenyezi Mungu. Mfuko ameutaja Mwenyezi Mungu, amfiku fi sabilillah. Toweni katika mfuko wa Mwenyezi Mungu. Toweni katika mfuko wa Mwenyezi Mungu. Huyu imamu mnayemwona hapa, kuna watu wanamsubiri hapo. Wakiondoka hawashughuliki na nyinyi. Tunamsubiri imamu. Na shida moja, na shida mbili, na shida tatu. Mwingine kwa sababu anaona mimi nikienda msikitini nitaulizwa ushahidi, akifika anamuoneshia imamu, hasemi. Kwa vile imamu anamjua, anaona, anafungua shati lake. Anamuonesha, unaona huu mfuko wa kinyesi? Huu kitaaluma natakiwa nitembee nao siku 7. Leo na mwezi mzima, na anaona imamu kuna kinyesi. Nyinyi mmetawanyika, lakini kama msikiti unakuwa na fi sabilillahi account, imamu anamuagiza tumwasibu, bwana huyu mtu apewe akanunuliwe mifuko 3-4. Lakini huo mfuko unapatikana wapi Waislamu? Mimi na nyinyi tujizoeshe. Mfuko sasa hivi fi sabilillahi account msikitini unaelea, umeporwa na watu wengine, wameupa jina wanalotaka wao. Kwa siku milioni 3, milioni 4. Hili ni agizo ambalo tunatakiwa sisi tulipractice katika misikiti yetu. Ndugu zangu Waislamu, umekuja hapa msikitini, kila aliyoingia wa kwanza mimi, umeona msikiti uko fresh, bosati, huoni hata punje moja. Kule umekwenda katika maliwato, umeona vyoo viko fresh, hakuna choo ambacho kimekufanya wewe yani upate maudhia. Hakuja malaika Jibril hapa, hakufagia malaika Jibril. Hawa wanaofanya huduma wote wanatakiwa walipe kupitia fi sabilillahi account. Kwa hivyo mimi moja hii agenda ninaihimiza kila ninapopata fursa ya kuzungumza na Waislamu, kwa sababu Uislamu bila ya fi sabilillahi account we can't win. Hatuwezi tukafanikiwa majambo yetu, hatuwezi tukaendesha misikiti yetu. Haya tutayazungumza hutuba mzuri, hutuba hivi, lakini wale ambao wanaohudumu misikitini tunawatazama vipi? Tunawalinda vipi? Tunawasaidia vipi? Kutwa mara 5 kuna mtu anapiga deki pale kinyesi chako. Wameingia salatu subhi, kaingia kaosha. Adhuhuri kaingia kasafisha. Al-asri kaingia kasafisha. Magharibi kaingia kasafisha. Laisha mara 5. Yule tunamsaidiaje? Yani hili kila ninapokuja hapa nitalizungumza mpaka liwe sehemu ya damu yetu sallallahu alaihi Muhammad. Kwa hivyo ninawaomba Waislamu, kwa kila aliyoguswa kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya mtu. Usitoe kwa ajili ya mtu, toa kwa ajili ya Mungu. Toa kwa ajili ya Mungu. Hawa maimamu sometimes wanapata magonjwa ya kushtukiza, ni kwa sababu ya nini? Stress za majukumu wanayoletewa na Waislamu. Kwa hivyo tuondoe hizi stress za maimamu kwa sisi kuwawekea fungu maalum la fi sabilillahi account ambayo ameitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kero na tatizo mbalimbali. Nimalizie kwa mfano mmoja. Leo anakuja kijana wa Kiislamu hapa, jamani, nimekatikiwa na ada, na karibia kufukuzwa kule shuleni. Anafanya huyo mtu masters degree, anaondoka msikitini patupu, anakwenda kule anatatuliwa tatizo lake. Hivi mnaniambiaje? Huyo mtu kisha kuwa meneja, kisha kuwa mkurugenzi, kisha kuwa mbunge, Sheikh Zailaya anamwandikia barua huyu, si atacheka tu. Nilipokuja kadiria pale, bwana ninahitaji mimi 200,000 tu, chupu disifuzwe. Haya ndio matatizo ambayo ukiona maimamu tunakwenda katika misikiti, tunakwenda katika ofisi za watu, tunawekwa parking masaa 3-4. Ni kwa sababu hatujawatayarisha watu wetu, na sisi tunatakiwa tuwatayarishe watu wetu. Tukisha watayarisha, watarudisha zile fadhila kule ambako walikotayarishwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم أصحابي سادة الخلفاء وخص منهم أبات الخلفاء أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان،
وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقين من العشرة وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم نوّر على أهل القبور قبورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشف مرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Hii ni Mtoro TV.